Amen, amen. Ninakukaribisha tena kwenye saa ya uamsho ulimwenguni. Wana wa Mungu, shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote ulipo. Ni matumaini yangu kuwa mzima. Ninamshukuru Mungu kwa neema zake. Tulianza somo linalosema kuketi mbingu ya 7 katika roho. Ile sehemu ya kwanza tuliangalia mambo matano ambayo yalikuwa ni ujumbe wa Mungu juu ya watu wake. Ni mambo muhimu sana juu ya wakati huu. Nilikwambia mambo yanayokuja ulimwenguni na nikakwambia neno la majira na solution. Kwa hiyo kama una kalamu na karatasi, andika somo linasema kuketi mbingu ya 7 katika roho. Pengine naweza kuuliza mbingu ya 7 ni nini? Tutaenda kujifunza anaposemea mbingu ya 7 ninamaanisha nini. Kwa hiyo somo hili msingi wake utakuwa kwenye Waefeso sura ya 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5, mstari wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema kwenye Waefeso 2 mstari wa 5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Mstari wa 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo msingi wa somo hili tutazungumzia sana hapa. Nitaweka utangulizi kama ifuatavyo. Yesu anasema halioni kanisa lake. Yesu anasema halioni kanisa lake. Utasema watu wanakusanyika kila Jumapili na siku zingine kwenye mahekalu, kwenye masinagogi ili kumtafuta Mungu na kumwabudu Mungu. Lakini mfalme Yesu anasema hivi, halioni kanisa lake. Kwa nini halioni kanisa lake? Watu wanakusanyika kwenye mahekalu, wanamwabudu katika mwili. Wanakusanyika, wanaishia katika mwili. Yesu hayuko katika mwili. Yesu anaketi mbingu ya 7. Ina maana na wale wanaomwabudu ni lazima wasafiri kutoka kwenye hekalu waonekane mbingu ya 7 ili ibada ifanyike. Ukisoma nafikiri ni Yohana inasema kwamba waabudu halisi nafikiri Yohana sura ya 4. Yohana sura ya 4 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo ukirudi tena hiyo tusome tu Yohana sura ya 4 mstari wa 21 na wa 24. Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Tunaposemea mlima, mara nyingine tunaweza kusema kwenye hekalu au kwenye hema ya kukutania, wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Yahudi. Kwa hiyo akasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi
watamwabudu Baba katika roho na kweli. Nisikilize kwa makini, nianze kuweka utangulizi ili uelewe kwa nini Yesu anasema halioni kanisa lake na watu wanakusanyika kila siku kumuomba Mungu, kuabudu, lakini Yesu hawaoni. Ni kwa sababu wanakusanyika katika mwili, hawapandi mbingu ya saba. Ni rahisi sana kusema mtu umeokoka, ni rahisi sana kuwa mtumishi, lakini sio rahisi kuketi na Mungu mbingu ya saba. Sio rahisi kuketi na Mungu mbingu ya saba kwa sababu ya yale tunayoyawaza na kuyafikiri. Leo tunataka niweke msingi. Nitaanza namna hii, nisikilize kwa makini. Katika Agano la Kale, utendaji kazi wa mambo ya kimungu ulikuwa unafanyika katika mwili waziwazi. Mfumo wa utendaji kazi wa mambo ya kimungu ulikuwa unafanyika waziwazi kabisa kwenye kwenye ulimwengu wa mwili. Tunaona Mungu alikuwa anashuka kutoka mbinguni, anawatembelea Adam na Hawa bustanini, wanakutana, wanaongea katika ulimwengu wa mwili kabisa. Tunaona Mungu alikuwa anashuka mlimani, anashuka, anaongea na Musa na kumpa maelekezo. Tunaona Mungu alikuwa anashuka kwenye mahema ya kukutania, ambapo sasa manabii walikuwa au makuhani walikuwa wanaenda patakatifu pa patakatifu kupeleka haja ya watu wanaowaongoza ili wakutane na Mungu kule. Na kuhani alipokuwa hajakaa vizuri na Mungu, alikuwa anafia kule kule. Kwa hiyo utaona mambo yalikuwa katika ulimwengu wa mwili kabisa. Unaona Mungu alikuwa anatuma malaika zake kufanya kazi, kutoa maelekezo na kufanya mambo kaza wa kaza. Lakini sasa nisikilize. Adam na Hawa walipokosa, ina maana mtu mwili alifukuzwa kabisa. Mtu aliingia mautini, akaenda mautini, kiasi kwamba ikawa mtu akimuona Mungu anafariki. Lakini hapo mwanzo mtu alikuwa anamuona Mungu, Adam alikuwa anamuona Mungu, wanazungumza, wanaongea. Lakini alipokosa akafukuzwa kabisa. Mtu aliyefukuzwa ni mtu mwili, na ndio maana unaokufa ni mwili. Utakapokula hilo tunda utakufa. Lakini mtu roho, Mungu akaja akamtafuta tena kwa namna nyingine, ambayo sasa hiyo nataka nikufundishe, Kwa hiyo sasa mtu mwili alifukuzwa kabisa, kwamba hana nafasi tena kuulisi ufalme wa Mungu. Ndio maana inasema katika Wakorinto kwamba nisemayo ndio haya, yani mwili na nyama, kwamba damu na nyama haviwezi vikaulisi ufalme wa Mungu kwa sababu vilifukuzwa. Kwa hiyo ukisoma na Mwanzo sura ya 3, kwa hiyo Mwanzo sura ya 3 mstari wa 23. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Nitauchambua huu mstari vizuri kabisa. Ni kwa nini kwa sababu basi akamfukuza huyo mtu, alifukuzwa, lakini Mungu akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Twende polepole tu, naweka utangulizi. Nisikilize kwa makini, naweka tu utangulizi hapo ili uweze kunielewa. Ngoja nikuelezee tu mambo kaza wa kaza
haraka ili upate kunielewa. Kwa hiyo baadhi ya mifumo ya utendaji kazi wa kimungu katika Agano la Kale ulikuwa katika mwili. Kwa mfano, kuna mifano kama mitatu nimeweka hapa. Kutoa sadaka ya kuteketezwa, kuteketeza sadaka kwenye madhabahu. Walikuwa wakiteketeza sadaka kwenye madhabahu katika yani kimwili kabisa, na ili kutengeneza zabihu na harufu nzuri kwa Mungu. Ukisoma Mwanzo sura ya 8, Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20, neno la Mungu nasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Mwanzo sura ya 22. Mwanzo sura ya 22 mstari wa 2 na wa 3. Neno la Mungu linasema, akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu ili atoe sadaka ya nini? Ya kuteketezwa. Kwa hiyo ukisoma tena Kutoka 10:25 utaona hapo mambo yanahusiana na sadaka ya kuteketezwa. Kwa hiyo katika mfumo wa Agano la Kale, wana wa Mungu walikuwa wakitoa kafara kwa ajili ya kuoshwa dhambi. Walikuwa wakiteketeza wanyama kwa moto ili kuwa dhabihu na harufu nzuri kwa Mungu. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kutumia mafuta kama ishara ya utakaso, nguvu za Roho Mtakatifu na kuwatenga watu kwa kusudi maalum. Kwa hiyo alikuwa anatumia mafuta kabisa kwenye ulimwengu wa mwili kwa sababu ya mfumo ule uliokuwepo. Kwa Mambo ya Walawi sura ya 21 mstari wa 12. Nataka tu niweke msingi hapo, mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, wala asitoke katika mahali patakatifu, wala asipatie unajisi mahali patakatifu pa Mungu wake, kwa kuwa utakaso wa hayo mafuta ya kutiwa ya Mungu wake juu yake. Mimi ndimi Bwana. Mafuta ya kwamba kwa kuwa utakaso wa hayo mafuta, ukisoma tena Kutoka sura ya 28, Kutoka sura ya 28 mstari wa 41. Neno la Mungu linasema, nawe mvike huyo nduguyo Haruni na wanawe nao mavazi hayo, nawe watie mafuta na kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, ili wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Na maana walitumia mafuta katika ulimwengu wa mwili kuwatenga watu na kwa kazi maalum, lakini kwa utakaso na ishara ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Jambo la tatu tunaangalia tu hapo kidogo. Vita vilikuwa vinapiganwa zaidi katika ulimwengu wa mwili. Katika mfumo wa Agano la Kale na utendaji kazi wake, vita vilikuwa vinapiganwa zaidi kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaruhusu wafalme za kidunia kupigana vita. Mwanzo sura ya 14. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 2. Walifanya vita na Bela mfalme wa Sodoma, na Bilisha mfalme wa Gomora, na Shinabu mfalme wa Adima, na Shemeberi mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bera ndio Soari. Kutoka hiyo pia kwa unaona wafalme walifanya vita. Kutoka sura ya 32. Sura ya 32 mstari wa 17 na 18. Neno la Mungu linasema, na Yoshua aliposikia, nafikiri tusome Hesabu sura ya 1 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, tangu mwenye miaka 20 umri wake na zaidi, wote wawezao kutoka kwenda vitani katika Israeli, wewe na Haruni mtawahesabu kwa kuandama majeshi yao. Tulikuwa tunaangalia tu jinsi sasa walivyokuwa baadhi ya mambo yalivyokuwa yakitendeka kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo katika Agano Jipya, mfumo wa ulimwengu wa roho umebadilisha mambo yanatendeka kwenye ulimwengu wa roho wazi wazi. Yale yaliyokuwa yanatendeka kwenye Agano la Kale ilikuwa ni ishara au kivuli ya mambo yatakayokuja kutendeka
katika wakati ujao, lakini kwenye mfumo wa ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho tunaona huku mwanzo kwenye Agano la Kale mfumo ulikuwa ni kukutana, yani kwamba walikuwa wanatengeneza mahema, wanakutana na Mungu kwenye hema ya kukutania kabisa. Makuhani wanafanya hivyo na wanatoa sadaka kwenye ulimwengu wa mwili kabisa. Lakini saizi ni tofauti kwa mfumo ule wa ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika kuabudu sio kule kukutana hemani, ni kule kukutana na Yesu mbingu ya 7, na mambo yote yanatendeka wazi wazi mbingu ya 7. Kwa hiyo tuanze polepole, nisikilize sasa kwa makini. Tukisoma mstari wetu ule wa Efeso. Nataka niweke msingi hapa mwanzo, inaweza kuwa ni ngumu lakini utanielewa. Wa Efeso sura ya 2 mstari wa 5. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, tulikuwa wafu. Kwa nini? Mtu alipokula, Mungu alisema utakufa. Ina maana alienda mautini. Alipoenda kule mautini, ina maana kukawa na mfumo mwingine katika ina maana ule mfumo tunaposemea makerubi wakawekwa kwenye njia ya mashariki mwa bustani, kwenye njia iendayo kwenye mti wa uzima. Mti wa uzima ni nani? Mti wa uzima ni Yesu Kristo. Njia ya kuendea mti wa uzima ina maana ni ulimwengu wa roho, ni katika Roho Mtakatifu, ni ile njia ya kuendea sasa mti wa uzima. Na hawa makerubi wako wapi? Wako mbingu ya 7 kabisa katika ulimwengu wa roho. Ina maana kuna upanga wa moto, kuna makerubi ambao wanawakagua watu. Lazima kwenda kule, lazima uwe na vigezo ambavyo sasa vitakukutanisha na Yesu. Nisikilize sasa kwa makini, twende pole pole. Kwa hiyo mtu alipokosa, alifukuzwa mtu mwili, akafukuzwa kabisa, akawa tena hana nafasi ya kukutana na Yesu. Ina maana wewe ukiabudu katika mwili umekataliwa. Mwili ni mauti, tulikufa kabisa. Ina maana sisi tulipoenda mautini kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Ina maana Yesu alipokuja sasa akamwendea mtu tokea mautini, kwa sababu hata watu mwanzo walipokuwa nakufa wanaenda kuzimu kabisa. Hata kama ni mtu alikuwa anamjua Mungu, akifa anaenda kuzimu, kwa sababu ile nafasi mbinguni iliondolewa kabisa, ikaondolewa. Kwa hiyo sasa Yesu alipokuja akatutoa shimoni, sasa akatutoa. Ina maana tukapata tena mfumo mwingine wa mambo yanatendeka kwenye ulimwengu wa roho. Ina maana watu tunapoenda kanisani, kinachotofautisha sasa, kuna watu wengine hawaonekani wameenda kanisani. Tunapoenda kuabudu, japo tunaweza kuwa watu 2000, wakaonekana watu 2 tu. Wanaonekana wapi? Ibada inafanyikia wapi? Ibada haifanyiki kwenye mahema ya kukutania. Inafanyika wapi? Mbingu ya 7. Wapi? Mbinguni. Kwa hiyo sasa kutokea hapo, ili uweze kunielewa vizuri, kabla sijaendelea mbele sana, ili unielewe vizuri, ninaposemea mbingu ya 7 ninamaanisha nini? Nianzie hapo, kwa sababu sasa huko ninakoelekea ni kugumu zaidi, huwezi kunielewa. Paka tuelewane kwanza. Ninaposemea mbingu ya 7 namaanisha nini? Tafsiri ya kwanza ya mbingu ya 7, ina maana nasemea kuketi mbingu ya 7 katika roho. Na Yesu anasema halioni kanisa lake, ni kwa sababu hawapo mbingu ya 7. Anasema hivi, nilikufa nikawatoa mautini ili nikae nao hapa mbingu ya 7. Kuna hema kabisa, kuna sehemu watu wangu siwaoni. Nataka niweke vizuri hapo, lakini nashindwa kuweka vizuri kwa sababu kuna vitu sijavizungumza. Ngoja niongelee vitu hapa, hii part 1 niweke msingi hapo. Tafsiri ya mbingu ya 7 ya kwanza kabisa ni hema ya kukutania mbinguni. Hema ya kukutania mbinguni. Nafikiri nitaishia hapo ili sasa nije tena nirudie ili upate kunielewa. Waebrania sura ya 9
Waebrania sura ya 9 mstari wa kwanza. Kwa sababu nikisema comment hapo, kama unaelewa, hata comment au like au subscribe, basi Mungu akusaidie. Waebrania sura ya 9 mstari wa kwanza. Basi hata agano la kwanza lilikuwa la kawaida za ibada, lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Yani patakatifu patakatifu palikuwa pa kidunia, kama nilivyokueleza pale mwanzo. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Hema ilikuwa ya nini? Ya kidunia. Na nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu. Hiyo ni kwenye agano la kale. Penye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano. Tuendelee hapo, nafikiri mpaka mstari wa 26. Na juu ya makerubi ya utukufu ya kitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka. Anaingia tu mara moja, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado. Njia ya wapi tu? Yani twende pole pole, kwa sababu hapa naweka msingi. Nikirudi mara ya pili nikifanya summary utanielewa vizuri. Haijadhihirishwa bado njia ya kwenda wapi? Kuendea mti wa uzima. Mti wa uzima ni nani? Ni Yesu. Kwenye njia hiyo kulikuwa na nini? Upanga wa moto. Kulikuwa na nini? Na makerubi, kwa sababu wanadamu alifukuzwa akaenda mautini. Twende pole pole. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ilikuwa hema ya kukutania katika mwili, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Ni mfano, na kama nilivyokuambia kule ni mfano. Wakati wa sadaka na dhabihu zinatolewa, zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawaza kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Lakini Kristo akiisha kuja, nataka nianzie hapo nisikilize, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Mimi naposemea sasa hiyo hema sasa sio ya ulimwengu huu, hiyo mbingu ya saba, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walivyonyunyizwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza. Amen. Naomba niishie hapo. Usikose na sehemu ya pili. Ili sasa hapa niweke vizuri, upate kunielewa vizuri sana. Kwa hiyo hapa kuna mambo mazuri ya kujifunza.
Kwa hiyo ukisoma tena Waebrania sura ya 2 mstari wa 2 kuachana hapo. Waebrania 8 mstari wa 2. Ni kuachana hapo ili unielewe. Mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu. Ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu. Ni wapi sasa? Mbingu ya 7. Nikija sehemu ya pili nitaelezea vizuri na kwa uzuri zaidi upate kunielewa. Mungu akubariki sana kwa utangulizi huo. Amen, amen.